mjumbe wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Sote kwa pamoja tuwape pole ndugu zetu Kanisa Katoliki kwa kuondokewa na kiongozi wao mkuu. Tuwape pole, kuondokewa ni kuondokewa. Na siku zote mti mkubwa ukianguka basi miti midogo pia huweka tetereka. Sote tunajua uchungu wa kufiwa, uchungu wa kuondokewa na tunayetegemea. Kwa hiyo tunaungana kwa kila mmoja kwa imani yake, kwa dua, kwa sala. Sote tunawaombea subira na Mungu awape kiongozi bora atakayeendelea kuwachunga na kuwaongoza. Hili ni langu la mwanzo, na popote mtakapokuwa basi muendelee na jambo hilo. Huu ni wakati wa kusimama kama mwenyekiti. Niwaombe tushirikiane katika hilo. Yetu hii ni kamati. Kamati huja katika matukio. Hata harusi inapangwa, inachaguliwa kamati baada ya harusi. Kamati inaendelea. Navunjwa. Kwa sisi hatuvunji, tulikaa kimya. Lakini huu ndio wakati wa kamati ya amani. Hivi sisi tumekaa, huu ni mpango wa Mungu. Mimi ni kiongozi wa dini na wewe ni kiongozi wa dini. Twendeni tukazijue nafasi zetu. Utawatatiza watu, sisi tunakujua wewe ni askari. Lakini ghafla tunakuona unafokoa mitaro ya maji machafu. Hatukujui. Kiongozi wa dini nataka asimamie nafasi yake. Yuko mtu wa siasa, mwache afanye kazi ya siasa. Makofi. Unasimama mihirabu Sheikh Mziwanda, baada ya kuzungumza msaafu qala Allah Ta'ala, unazungumza ilani ya chama. Hatukuelewi, unatutatiza. Kweli? Na wewe unavuruga. Sultan al-Muhaddithin kwa Kiswahili, kiongozi wa watu wa simulizi, sisi tunawaita hivi. Aliwahi kusema maneno, anasema ya ahla al-ilmi ya milha al-balad man yuslihu al-milha idha al-milhu fasada. Enyi viongozi wa dini, nyinyi ndio chumvi ya dunia. Nyinyi ndio chumvi ya miji. Nyinyi ndio chumvi ya jamii. Akauliza kwa mshangao. Mwenyewe anajua anachuoni wa lugha ya Kiarabu. Man yuslihu al-milha idha al-milhu fasada. Ni nani atakayekuja kuitengeneza chumvi pale itakapokuwa chumvi imeharibika? Kwa sababu kazi ya chumvi ni kutengeza chakula kilichoharibika. Sasa wewe ambaye ndio mtengenezaji, ndio chumvi mwenyewe ushaharibika, nani atakayekutengeneza? Viongozi wa dini, nyinyi ni walezi wa nyoyo. Nyinyi ni walezi wa miili ya watu. Ni walezi. Nendeni mkashike nyoyo za watu, mwarudishe kwa Mungu. Ningependa kwa kongamano hili uwe ni mwanzo wa kuzungumza amani, lakini ni mwanzo wa kushika ile nafasi yetu. Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali bwana, yeye ametupa slogan sisi watu wa kule. Anasema jitambue, badilika, acha kuzoea. Ukiwa katika jambo, kuwa katika jambo lile. Kindaki, usiwe unaingia unatoka. Lakini hili tatizo nadhani namaliza hapo. Sisi kazi yetu jamani ni kazi ya wito. Sababu kazi yetu ni kazi ya wito. Kazi ya wito tumejitolea. Mungu ndo anayetulipa na anatulipa sana. Ukivutwa huku, bwana chukua hili. Kitakachokujia pasi na kuomba. Wala kushobokea kula, kwa sababu ni riziki kukupa Mungu. Lakini ukifika pale wewe endelea na msafu wako. Hizi takrima hizi zinatutoa jamani. Mimi nasema ukweli, kipindi hivi tuna vibahasha vingi sana ili tuseme mle katika madhabahu, tuseme katika manabiri na membari zile wanachokitaka wao. Bado tukanganganie, tusikilizeni sisi. Kasema Sheikh Mziwanda, mimi ni kiongozi wako ukiwa hai na bado ni kiongozi wako ukifa.
Kwa nini hicho kinakutoa katika nafasi yako? La mwisho kabisa, viongozi wa dini, amani iko mikononi mwenu. Amani iko mikononi mwenu. Nyinyi ni wazazi na walezi wa amani hii. Nendeni mkakae nafasi ya baba katika nyumba. Watoto unaopata wengi nyumbani kwako, na kila mtoto anakuja na tabia yake. Kama usiende kuonyesha kwamba mimi nampenda zaidi huyu kuliko yule, utakuwa umekosea. Na wewe utakuwa umekosea zaidi kwa nafasi ya dini. Tusicheze na amani hii. Hiki chombo hiki, mimi nakiogopa sana hiki. Microphone. Hii ni zaidi ya bunduki. Hii. Yaani hapa mimi nilipo, hii ni zaidi ya bunduki. Twendeni tukaitumie vizuri mic. Sana. Na mtizameni sasa hivi kila anayekuja katika majumba ya ibada, mnataka kumpa hiki chombo. Mjue mmemkabidhi zaidi ya bunduki. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kuliko neno. Kuna vitu vitatu vikitoka virudi. Miongoni mwa vitu vitatu hivyo, neno. Ukisema neno fulani halirudi tena. Kabla hujasema fikiria, kabla hujasema zingatia, lakini kabla hujasema nini faida ya neno lile. Sisi viongozi, kwa sababu tunaaminika, wale tunaowaongoza wanatuamini, tunayo fursa kubwa ya kuwa na hadhira ambayo tunasema nayo mara kwa mara. Katika kundi ama katika watu wanaosema na kundi la watu mara kwa mara, sisi viongozi wa dini ndio tunaongoza. Wanasiasa wao wanafuatia ama watakuja baadaye, mpaka mbunge aje andaye kikao au mwenyekiti wa chama andaye kikao, lakini sisi watu tunao kila siku, tunaoendesha swala za kila siku, asubuhi, mchana, jioni, usiku tunao. Tunakuwa na mikesha ya maombi, tunao wafuasi. Kila Ijumaa, kila Jumamosi, kila Jumapili katika ibada tunayo fursa ya kukusanya ile halaiki, ile hadhira, na watu wote wa pande zote, wa kada zote tunao wanatusikiliza. Tuna wanasiasa humo, tuna wafanya biashara, tuna kila aina ya watu wanatusikiliza sisi. Maana yake sisi tunayo fursa kubwa sana ya kujenga ama kubomoa, kwa sababu tunalo kusanyiko ambalo tunakutana mara kwa mara, na halihitaji gharama. Hatuhitaji kuwapigia simu ili waumini wetu waje kwenye nyumba za ibada. Hapana, wanakuja wenyewe kwa sababu ni swala la kiimani. Mwanasiasa ili aandae mkutano wa siasa ni lazima kuna gharama kubwa anazoziandaa, lakini sisi hatuna gharama yoyote. Sasa hiyo ndio fursa kubwa ya kuijenga amani tulio nayo sisi viongozi wa dini kwa pande zote. Viongozi wote wa dini tunao watu mara kwa mara tunaonana nao, tunatoa mihadhara, tunatoa mawaidha, tunatoa mahubiri. Kwa hiyo tuna fursa nzuri sana. Jambo jingine ni kwamba tunaaminika. Wewe shehe, mimi askofu, mimi mchungaji, mimi mtume, mimi nabii, chochote kile ninachokisema, ndio maana unakuta watu wanaamini. Na ndio maana unaweza ukashangaa, mtu mwingine unashangaa, mimi nikitoa maelekezo kwamba ili ubarikiwe ni lazima ukanyage mafuta, yule mtu ataamini, atakanyaga hayo mafuta, ataamini. Lakini wewe mtu mwingine sio rahisi. Kwa hiyo kwa sababu kila mmoja wetu ana misingi alivyowajenga watu wake, kwa hiyo kile kitendo cha kuaminiwa ndio fursa nzuri ya kwetu sisi. Ni mahali pazuri sasa pa kuijenga amani tunayoitaka. Nawaombeni sana, nawaombeni twendeni tukakatae hayo. Na kwa upande wanawake, ule mfumo dume, nilisahau kitu kimoja. Na kwa sababu mfumo dume upo, ndio maana nafasi za viti maalum vipo. Si kwamba wanawake hawajitokezi,
wanajitokeza, lakini bado ile acceptance bado. Kwa hiyo nawaombeni viti maalum. Kulikuwa na mjadala viti maalum viondoke. Mimi nasema visiondoke, visifutwe, kwa sababu bado jamii yetu haijatutambua. Kuna haja ya sisi viongozi wa dini kwenda kuwaelimisha